وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وانصر جيوش المسلمين ودمر أعداءك أعداء الدين برحمتك يا أرحم الراحمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. إذا صعد الخطيب على المنبر فلا تكلمن أحدكم ومن تكلم فقد لغى ومن لغى فلا جمعة له أنصتوا واستمعوا يرحمني ويرحمكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله خلق الإنسان علمه البيان وخصه بالعقل ليميزه عن الحيوان. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الديان، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله سيد الإنس والجان، أخمد الله به نار الكفر والطغيان. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أولي الفضل والإحسان. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم وإياي أولا بتقوى الله تعالى وطاعته.
وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واعلموا أن الله مع المتقين ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا وأحذركم وإياي بالمعاصي فإنها مهلكة في الدنيا ومخزية في الآخرة. يقول الحق تبارك وتعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم بأحسن ما كانوا يعملون. Maashara almuslimin, tukiwa katika miezi mitakatifu Dhulhijja, misimu ya khairat na kulikaribisha kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na mwezi ambao unaokuja ni Muharram al-Haram, ndio katika miezi mtukufu zaidi katika miezi minne ya Ashura. Bali tutaraji inshallah kupokea mwaka mpya wa Uislamu, tukitaraji inshallah mwaka huu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atuondoshee maradhi mabaya. Mwenyezi Mungu ajalie mwaka wa upendo, mwaka wa khairat, mwaka wa mavuno, uwe ni mwaka wa maendeleo. Mada yangu ya leo nataka kuzungumza hii saada au furaha. Bila shaka ni haki ya Uislamu na ni haki ya raia, hata mnyama, kiumbe yoyote ni haki yake afurahi, aishi maisha ya furaha, maisha mazuri. Na hivyo ndivyo tunataka Mola Subhanahu wa Ta'ala. Kila mmoja ukimuuliza furaha ni nini, atakwambia kivyake mwenyewe, ni ghayatun la tudrak. Hata mafalsafa wenyewe wameshindwa kueleza furaha ni kitu gani au saada ni kitu gani. Ndio jambo ambalo kwamba ni emotional, ni mtu mwenyewe, ni masdar dakhil. Kimwambia mtu hajaoa, kwamba ni raha yako upate mke, mwenye mke mmoja atakuwa wawili, asiyekuwa na kazi mpate kazi, aliyefungwa sijui atolewe jela. Mwingine sema mimi sina pesa, mwingine sina dhiki, mwingine sema na maradhi na matatizo. Kwa hiyo furaha ni mtu yeye mwenyewe anajua ndani ya nafsi yake. Furaha iko sampuli mbili. Kuna ile furaha ambayo kwamba ni saada dunyawiyya, furaha ya kidunia, na kuna furaha nyingine ambayo ni al-ukhrawiyya, ni furaha ya akhira. Ama furaha ambayo kwamba iko permanent, haitaondoka milele, ni furaha ya akhira. Bimaana kwamba hapa duniani furaha ni ya mapito, ni ile ambayo wewe mwenyewe unajua nafsi yako. Ndio Swahili kwambia furaha jipe mwenyewe, usingojee mtu labda atakuja kukufurahisha, jifurahisha wewe mwenyewe na mambo kama haya. Kwa hivyo furaha hii ya duniani haina mpangilio, kwa sababu ni temporary, ni zani, ni kivuli kitaondoka. Leo na furaha, kesho na huzuni. Jana tulikuwa na furaha, leo tuna huzuni, tumefikiwa na mama yetu mtani. Kwa hivyo haya ndio lifestyle ya mwanadamu, iko sampuli ziko mbalimbali. Lakini furaha ya hakika ni furaha ambayo kwamba ya akhira. Na kuna mambo ambayo ukiyafanya wewe utaweza kupata hapa furaha duniani na kesho akhira. Ndio zile tunazoomba, Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana. Tupe mazuri ya hapa duniani, utupe na mazuri ya kesho akhira. Ama Mwenyezi Mungu akwambia ukitaka ya akhira, Mwenyezi Mungu atakupa dunia na akhira. Na ukitaka hapa duniani, basi akhira kesho huna fungu. Sasa chagua leo ataka furaha gani? Kuna maagizo ambayo ni ya Mola Subhanahu wa Ta'ala ameagizia katika Qur'an.
amekupa sharti, kisha amekupa jawabu. Hiyo ndio formula ya Qur'an. Hakuna formula iliyokuwa nzuri kama formula ya Qur'an. Wallahi, lao watu wataishi kwa kuitumia Qur'an na sunna za Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wataishi ni wafalme hapa duniani na kesho. Katika formula ya Qur'ani Mwenyezi Mungu asema, man amila salihan min dhakarin au untha. Sharti hiyo, mwenye kutenda mazuri, awe mume awe mke, jambo lolote ambalo kwamba lilikuwa zuri, salihat, jambo ambalo kwamba kullu ma'ruf sadaqa, kila jambo ambalo kwamba ni njema ni nzuri. Kwa hivyo sharti ni kwamba wewe utende mazuri. Hata Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aliposema wal asri innal insana lafi khusr, alisema illa alladhina amanu wa amilus salihat, kisha na zingine watawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Imam Shafi asema lao Qur'an ingeteremshwa wal asri ingetosha. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu ameexclude wale ambao hawana hasara, illa alladhina amanu, al-iman plus wa amilus salihat, kisha yatakuja yale mengine. Kwa hivyo sharti ya kuishi maisha furaha na kuwa na ule wasaa wa moyo ni uwe na imani, ufanye na amali njema, utafurahi hapa duniani na kesho akhera. Kwa hivyo furaha ni ghayatun la tudrak. Sasa mada yetu ya leo ni kwamba vipi utaweza kupata furaha ambayo kila mmoja itafuta. Mafhumu khati, mafhumu ya makosa, watu wanaona labda pengine mtu katika kuishi maisha mazuri pengine uwe na makampuni, pengine uwe na magari zako mtaani, uwe mwanamke mtaani, yenye majumba, tena watu kusifu, fulani bwana ile hapo yule si mchezo. Naam, tumekulia nazo, pengine wewe ukiona ukipatamani, yani maskini watamani, lakini ni mafumo ambayo kwamba ile kwa makosa. Si na ima moja ni katika wasaili ya kupata furaha, naam, ni kuwa na mali, hiyo bila shaka, na hiyo dhalika fadlullah yuti man yasha, lakini haikuwa 100% kwamba wewe ukiwa na mali ndio utakuwa na furaha. Waulize wenye matajiri, waulize wenye mali, ziki ambazo kwamba walikuwa nazo tofauti na leo unaipiga sima na kipungu alafu kalala mustarehe ila masabaha. Yule daktari tayari amemkataza usile hiki na hiki na hiki, mbali kuna hisabu kesho ya ngojea, hisabu ya wafanyikazi, hisabu za kampuni, hisabu za nini, ngapi ametoa na mambo kama haya. Kwa hiyo furaha ni ile yako mwenyewe. Watu kwa sababu waweza kuzaliwa ni maskini na ukawana na furaha na wasaa wako moyo na ukavaa vizuri, pengine mtu akikuona kama anaona huyu bwana ni mtu na nafasi zake, kumbe hajui wala nini kwa sababu kama haya. Kitu moja ambacho kwamba ni mada itakuwa ndefu, tutachukua baadhi ya nukta alafu tutamaliza katika siku za usoni, Allah Subhanahu wa Ta'ala kujalia uhai na uzima. Kwanza kitu ambacho kwamba kinaweza kumtia mtu furaha ni talabul ilm. Ikiwa wewe utatafuta elimu, utakuwa mwanafunzi, hakuna maisha mazuri kama mtu kutafuta elimu. Kuna elimu ambayo manufaa yake yanakuwa hapa duniani, zajulikana elimu hizo ni fardhu kifaya. Hata fardhu kompyuta kusoma sasa ni fardhu kifaya. Mama zetu, baba zetu wametupa na wakati, kimpa simu hawakufa miaka 20 leo kifunguliwa kimpatia smartphone atashangaa. Lakini ni wakati lazima ile elimu ya wakati tusome, hakuna dharura nyingine, hakuna njia nyingine. Alafu kuna elimu nyingine ambayo kwamba manufaa yake ni ya dunia na akhira, ni fardhu aini, na hiyo tutaki ni usome dini yako, elimu ya sheria, kwa sababu ndani kuna ibada zitataka kusoma, kuna Mola atakapoabudiwa, umjue Mola wako, kuna mambo mengi ambayo kwamba wewe utayafanya katika dini ni lazima uyajue, uyasome. Na leo alhamdulillah tuambiane ukweli, kama mtu ndiye atakapoambiga ni yeye mwenyewe, wasailu ta'lim mashaallah paka kwenye simu. Leo sisi alhamdulillah kama khatibu vitabu pia tumevitupa nyumbani, kwa sababu tuna simu ndani yake. Ukienda mahali mdogo na atakubaki swali lolote utakwenda wewe atakwambia. Kwa hivyo kuna njia nyingi za kusoma, masidi, matibi na kadhalika. Kwa hivyo ikiwa hutaki kusoma, ni wewe
mwenyewe. Ni wajibu wako usome fardhu aini, utakwenda kulizwa. Nimeshangaa juzi, nimesoma clip ya mmoja mzungu asiyekuwa Muislamu, alikubali kwamba Uislamu ndio dini perfect, ndio dini iliyokamilika, mazuri yote ndani ya Uislamu, na akasema hakuna kitabu kilichokamilika kama Qur'an. Asema jambo kushangaza, amesoma vitabu vilivyopita, hakupata kitabu kimesema kwanza ikra, soma kitabu Qur'an pekee yake. Hakupata kitabu chochote ambacho kwamba kinamwambia kwanza soma, na Mungu hakusema soma nini. Amekuwa sheria mafuulu bi fi'lu bi mafuulu bi, tasoma wewe mwenyewe, lakini bismi rabbika alladhi khalaq. Jambo lolote ukisoma soma kwa ajili ya Mwenyezi Mungu utafanya. Wataka kuwa tabibu, alhamdulillah, nataka kuwa daktari, kujifakiri, lakini bismi rabbika alladhi khalaq. Sio kusoma kwa ajili ya kujifaisha wewe mwenyewe. Tatizo ambalo liko, watu hawajakuwa na ikhlas. Fasahih niyata qabla al-amali, kwanza sahihisha nia kabla hujafanya kazi. Lengo lako wataka nini? Pengine unaweza mimi nataka kuwa daktari, daktari nataka kuwa tajiri, daktari ashaona daktari matajiri, hebu nenda nje uone daktari na maskini, tashangaa elimu tena wa daktari tena. Yani daktari ni mtu wa kawaida kwetu, daktari anataka kusoma kwa sababu atatajirika. Kwa hiyo ile bismi rabbika alladhi inakosekana alladhi khalaq. Jambo lolote ukilifanya kuwa na ikhlas, ndio litakuwa na matunda na ndio litakalokubaliwa na Mwenyezi Mungu. Siku ya kiyama kuna amali fulani Mungu ataitenga, atasema hii si yangu, hii ulifanya wataka masifa, leo ulifanya pengine watakaria, ulisoma onekane fulani mashallah ana sauti yule bwana, ulifanya wewe ulipigana waambia yule ekta bwana, ulisoma Qur'ani yule bwana Abdul Basti yule. Kwa hivyo tufanye mambo kwa ajili ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ndipo matunda. Hata yule anayesomesha, wallahi yule anayesomesha lau atasomesha kwa dhati ndani ya moyo wake, basi yakiingia moja kwa moja yataingia ndani ya moyo wa mwanafunzi na matunda yataonekana. Lakini yule anasomesha kwa sababu ya show au kwa sababu pengine kipato, basi itaona matokeo yake na tija yake ni ndogo sana. Kwa hivyo elimu ya sheria, aqida sahihi kwa nayo, ndio utaweza kumwabudu Mwenyezi Mungu bishakli sahihi. Mwenyezi Mungu yeye mwenyewe katika hadithul qudsi alisema fa'arifuni qabla an ta'budun faman lam ya'rifni kayfa ya'budun. Kwanza munijue mimi Mungu, ilmu tauhid hiyo ndio aslu dini, na ndio ilmu ambayo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alitoa Maka mwanzo ni tauhid, watu watashiriki wamjue Mungu ni nani. Kwa hiyo ndio kitu ambacho kwamba kimekuwa muhimu, ni kumjua Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Utakapomjua Mwenyezi Mungu ndio utaweza kumwabudu vile ilivyo, utaswali vile anapotaka, utatoa vile anapotaka, na ibada zako zitakuwa ni kwa ajili ya Mola Subhanahu wa Ta'ala. Jambo la pili ni ataqarrubu ila Allah. Wataka kuwa na furaha, ndugu zangu Waislamu, nafsi yangu na nafsi yenu, ukitaka kuwa na furaha, ataqarrubu ila Allah, wataka shida zako ziondoke, jikaribishe kwa Mola Subhanahu wa Ta'ala. Bikuli anwa'i ta'at, kujikaribisha kwa Mola Subhanahu wa Ta'ala. Jua Mwenyezi Mungu sifa zake. Mwenyezi Mungu ana majina mazuri, asmaul husna. Mwenyezi Mungu ana sifa zake Mwenyezi Mungu, ili utengeze uhusiano wako na Mola. Mara nyingine mtu hupata matatizo akawaulia, kumbe yale matatizo ni yeye mwenyewe amecreate yale matatizo. Vipi? Tengeza uhusiano wako wewe na Mola. Panga wakati wako wa faragha ya mleini, wakati mwingine zungumza na Mola wako pamoja, mwelezee shida zako, na huku at the same time unatengeza uhusiano wako na Waislamu wenzako. Haitawezekana kuwa muamala wako ni mzuri kisha muamala wako wewe na wenzako ni mbaya. Ni shekhe mkubwa lakini tabia zake ajabu, ni mtu ambaye yuko kadha wa kadha, lakini ujirani wake ni mbaya, tangamano lake, ulimi wake mchafu. Kuna faida gani? Asili ya kuwekwa ibada hizi, swala na zinginezo, ni kumjenga huyu mwanadamu, haswa hii nafsi yetu.
Mwenyezi Mungu ameeleza malengo ya swala nini? Kwa nini kwaswaliwa na munkar uko tele mtaani? Hii misikiti yafanya kazi gani? Siku moja kulikuwa kuna kijana mmoja alikuwa matata matatu kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa lugha leo yeye ilikuwa kama lafdhi bora. Sasa jamaa wakamshtakia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kuna kijana mmoja pale ana sifa ambazo kwamba si nzuri. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwita kumwambia kitu. Akamwambia kuanzia leo nataka uswali hapa nyuma yangu. Nisikose hata kipindi kimoja. Mtume akasema mwateni, kama ataswali kweli ile swala itakataza mambo. Baada ya wiki moja mtume ametegea. Kwa sababu yuko na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ameswali vile inavyotakikana. Kwa hivyo hizi ibada zina makasidi zake, ni kumjenga Uislamu na mwanadamu. Kwa hivyo jambo la pili ni kujikaribisha kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ukisha kumjua Mola wewe hata una hofu. Leo binadamu wakupa mwanadamu zake bwana. Wengine wakiona mkoje watoka kwa sababu nini? Bado wao hawamjamjua Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Man khafahu Allah khafa kulla shay. Ukimwogopa Mwenyezi Mungu, Mwenyezi Mungu atajalia vile vitu vitakuogopa wewe. Na tarehe iko, wanyama, watu wengine waliwatumikia. Mungu ataleta watu watakutumikia wewe. Allah Subhanahu wa Ta'ala ndiye mpumbazi. Mpumbazi ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jambo la tatu, dirasatu siratu nabawiyya sallallahu alaihi wasallam. Leo alhamdulillah wengi wamesoma mpaka university, lakini angalia sana masomo yao wasoma nini. Pengine waweza kuingia katika nyumba ya Muislamu na kuna mswafu. Tuliwahi kwenda mahali pengine mpaka kusumbua, hakuna mswafu. Nikabidi majirani wanne watano kwa mswafu. Sasa wewe unasoma nini? Pengine katika shelf mashallah kuna novels ziko tele pale. Katika shelf utakuta mashallah kuna vitabu vya wachezaji wote mpira ajua mpaka mshahara au jua. Na wengine waimbaji wanajua historia. Twende kwenye maswahaba, una historia gani wewe? Huyu Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kipenzi chako unaendai, unajua lifestyle ya Mtume aliishi namna gani? Kwa hivyo moja kupata maisha ni kumsoma Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam pamoja na kumuigiza. Soma sera zake. Wazungu ajabu shangaa. Wazungu watuna vitabu vya Kiislamu, The Life of Prophet Muhammad. Uislamu na jambo la kusikitisha ukifika madarasa mengine hapa hakuna kitu. Mashaallah kwa neema aliandikwa sasa utajate. Lakini jamaa Johnny mmoja Burera kwa ndani ya watoto kwa jamani kuna vitu Mtume amanda msikitini jamaa baada tete na vitu. Akimaliza kuna chochote Mtume akamaliza darasa lake akatoka. Jamaa anaweza kusema sasa korongo. Kuna vitu na kumada Mtume zaidi ya maneno ya Mtume nani? Sasa wao vitu walikuwa zile neema jamaa tuongezeni mambo kama haya. Tuwe na njia moja ya kuweza kubadilika. Wallahi ndugu zangu Waislamu, usome wewe. Mahali popote ukisoma utaheshimika ndugu yako. Serikali yetu ya leo hii shekhe, wao wanataka wana elimu, wao wataka shahada kutoka kidogo. Tofauti na nchi za nje siku wana experience. Sababu shahada nyingi za fake. Kama ndio mtu ana shahada yake, kama ndio mwenyewe kimchema darasa kusomesha shida. Zimekuwa za ukweli za urongo ziko. Kwa hivyo kitu muhimu zaidi ni watu wasome hayat Nabii sallallahu alaihi wasallam, sira. Soma salafu na salih, historia ya watu wema. Hapa sisi kama tuwakasheda mfano. Kaeni na baadhi ya wazee waliobakia hapa, waelezee historia ya wazee wetu walipokuwa waungwana. Wakinguruma kama simba wakienda polisi kule, kauli yao ni moja kwa moja inasikilizwa. Walikuwa hakuna shida, hakuna kesi za kwenda mapolisi. Leo mitaani kwetu mpaka wenye mapolisi ndio wanaoshemuka. Wana mabadiliko mitaa ya waungwana, uliza waliobakia. Sisi akhiri tarawih tuliaona baadhi ya mambo. Kwa hivyo njia moja ya kuwasoma tukapenda na penda watungue vitabu visomeshwe kwenye madrasa na shule, historia za East Africa, Uislamu ni vipi. Historia zetu zimetungwa na wale wasiokuwa Waislamu, maadui ya Uislamu. Lengo ni kudistort na kuharibu Uislamu.
Jambo la nne ambalo litakuwa la mwisho ni alhirsu ala taati wal amalu salih. Uwe kini katika kufanya taa na kufanya amali njema. Hiyo ndio njia almudawamatu ala alibada, kudumu katika ibada. Kama ni swala, hakikisha vipindi vitano umeviswali, na lao kama kutakuwa kuna mambo mengine ya kujikaribisha kwa Mola, ni bora kama nawafil. Wama yazalu yatakarabu ilayya abdi binawafil hatta uhibbahu, wataka kupendwa na Mungu, basi mambo mawili ya tatu yafanye. Kwanza, jikaribishe kwa Mwenyezi Mungu baada ya kutekeleza faradhi. Fanya zile sunna ambazo kwamba hukulazimishwa, utapata mahaba ya Mwenyezi Mungu. Jambo la pili, ulimi wako uwe majimaji kila wakati ni kumtaja Mola, na Mola atakutaja, atakupenda. Mwisho atakwenda kwa Jibril atangaze, mimi nampenda mtu fulani na nyinyi mnanipenda. Wallahi mafa'ul qabul fil ardh, utaekewa tandika ulale katika ardhi kama hii. Utaishi maisha ambayo kwamba haubabaiki kupata kwako, kukosa kwako zote. Qul inna salati wa nusuki wa mahayaya wa mamati lillahi rabbil alamin, swala zangu, ibada zangu, maisha yangu najitolea maana, ibada zangu zote, kufa kwangu zote lillahi subhanahu wa ta'ala. Jambo lingine ambalo kwamba wataka kujua mahaba, wewe umpenda kweli Mwenyezi Mungu, angalia wewe ipenda Qur'ani. Qur'ani maneno ya nani? Ikiwa una wakati wa kukaa kuangalia musasal yake masamawi, kwa nini huwezi kusoma Qur'ani peke yako? Tena si kusoma peke yake, siku hizi mashaallah una tafsiri lugha zote za ulimwengu. Usome verse moja, aya moja uijue. Haya ni mambo ambayo kwamba yatakuleta katika furaha yako. Kufanya ibadati ni mudawama, swala. Usichoke kuombaomba Mola, wala usivunjike moyo, bwana mimi naomba kila siku katika kazi, bwana mambo yako. Wewe jua baada usri yusra. Wewe jua kwa Mwenyezi Mungu apenda kusikia sauti yako, na kama hakukupa kile atakupa kizuri zaidi ya kile. Maadamu umechukua hadi kwamba ud'uni astajib lakum, bora uwe na nini? Uwe na yaqeen. Ud'u Allah wa antum muqinuna bil ijaba. Tunasema ombeni Mwenyezi Mungu ukiwa na yaqini kwamba ninyi mtajibishwa dua zenu. Mwenyezi Mungu asema mimi katika dhana ya mja wangu, vile utakavyomtukulia Mola, ukisema Mungu atanipa, inshallah atakupa. Sio atanipa, asikupe na mambo kama haya. Kwa hivyo dua, sadaqat, ihsani ila al-akharin, kuwafanyia ihsani wenzako. Katika ibada kuna sampuli mbili. Kuna ibadatu lazima, swala, saumu, lakini kuna ibadatu mutaaddiya, na hii bora. Ukifunga, ukiswali, manufaa yako mwenyewe, lakini ukitoa, ukimsaidia mwenzako, mara mbili manufaa yake. Utanufaika wewe, utanufaisha na Muislamu mwenzako. Na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam asema khairun nasi anfa'uhum, yule mtu bora ni yule atakayemfaa mwenzake. Na hili watu wengi ulisahau. Akisha kuona kwamba manufaa yangu mwenyewe, familia yangu, yeye hataki kuangalia manufaa ya jamii, haitoshelezi. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam aasha li ummatihi la li dhatihi. Mtume aliishi kwa ajili ya umma wake, hakuishi kwa ajili ya maslahi yake. Mpaka siku ya Kiyama mitume wote watakaa, isipokuwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam atasimama, atasema ummati ummati, bila na kupenda ummati wako. Haya ummati wake wako wapi? Kwenda kaangalie. Hebu Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam afufuliwe, aangalie umma ulivyo. Kwa haya ni mambo ambayo kwamba yataweza kukusaidia wewe. Utaona kaida nasemaje, man kana fi hajati kana Allah fi hajati. Mwenye kumsaidia mwenzake Mungu atamsaidia. Anfik unfik alayka. Fungu la Qur'ani ndio walikupe, itakurejesha mwenyewe. Wama tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu inda Allah huwa khairun. Kwa hiyo ukiona Qur'ani iko sampuli hii, ina formula yake special, fanya hivi utapata hivi. Mwenyezi Mungu afadhili bwana, atakulipa hapa duniani na kesho akhera. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Man 'amila salihan min dhakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan tayyibah wa lanajziyannahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bi ayati ma jaa fihi min al-ayati wa dhikril hakim. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم وهو البر التواب الكريم.
الحمد لله الذي جعل لنا مواسم الخيرات ليكفر عنا الذنوب والسيئات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له خالق الكائنات، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد السادات أفضل المخلوقات. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه نعم السادات. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي أولا بتقوى الله تعالى وتعالى. Jambo la mwisho katika mambo ambayo yatakutia furaha hapa duniani, aridha. Lau utaweza kuridhika na vile Mola alikupangia, basi huna joto. Kwa lugha nyingine ni kama kukidhani vile Mwenyezi Mungu alivyokujania. Katika wasia wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wasia 5, moja alisema nini? Warfa bima qasama Allah lak takun akhla nas. Ridhika vile Mwenyezi Mungu alivyokugawanyia, utakuwa tajiri kushinda watu wote. Laysa al-ghina ghina an-nafs, laysa al-ghina an kathrati al-'amal, walakin al-ghina ghina an-nafs. Utajiri si tajiri wa mali, utajiri wa moyo. Tumia wahenga, tumia kutoa ni moyo wako mali. Kwa hiyo utajiri wako, moyo wako mpana, moyo wako mpana. Ridhika, si ukitaka kuinyama, unataka kukombea nyumba yake nzuri kubaya, wewe na gari msime gari, wewe mzuri kuliko mimi, wewe na kazi haina simu zetu bwana. Basi leo unaishi maisha kukonda, maisha dhiki, una raha. Kwa nini wakompea wewe na wenzako? Kwanza angalia nafsi yako, vile Mwenyezi Mungu alikupangia ni kheri yako. Pengine ungekuwa kama yule, pengine ungekuwa na kiburi. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala vile alikupangia, na hii ndio mambo ufeli mpaka wake zetu. Wake zetu ushindwa ufeli mpaka uangaliana mpaka nguo kila harusini. Buibui gani amevaa yule, akiingia nyumbani hadi kwa moja atangesuhuma na fulani na shoke fulani na hiki fulani mashallah. Yule mwezi apokea na kifani. Yaani basi wewe una raha, utakuwa raha lini? Vile Mwenyezi Mungu alikupangia. Mawili, omba Mungu akupe na wewe kama ni kheri yako. Na kama hakukupa, basi vile alikupangia Mola inshallah ni vile vile. Arada bina fa qanatu tafika. Ataka utajiri basi kinani. Anaambia leo matajiri wangapi wana kinani? Mtume Muhammad sallallahu nikimalizia sema, wanadamu angekuwa na majambo mawili ya dhahabu, angetamani kwa jambo la tatu asikishiba. Mpata milioni mbili, vai mpata milioni moja nyingine, kafana alaiki inshallah, kiwanda bado kujenga bado hiki. Na wallahi kuna dua moja ukisoma mjara, mimi nilitafutia kwa wanavyoni nimepata, Allahumma ja'al hamli fil akhirah, Mwenyezi Mungu jalia hamu yangu kwa akhira. Basi kwa muda sio mrefu sana, kila wakati kukariri, Mwenyezi Mungu atakupa dunia na akhira. Dunia itakuja hivi kwa nguvu ya yote hii, kwa sababu wewe unataka akhira, na Mwenyezi Mungu naye atakupa duniani na kesho akhira. Mwenyezi Mungu atupe yote duniani na kesho akhira. Fattakullah ibadallah, wa sallu wa sallimu ala man umitu bi salati wa salam alayhi umma. Faqala ta'ala mukhbiran ghayra hakima, inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabiy ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad samsi nur al-ifan wa mahdi asrar al-Quran wa ala alihi wa sahbihi al-akhyar, khususan minhum min asrariyat amir al-mu'minin sayyidina Abu Bakr as-Siddiq wa amir al-mu'minin sayyidina Umar bin Khattab wa amir al-mu'minin sayyidina Uthman bin Affan wa amir al-mu'minin sayyidina Ali bin Abi Talib wa baqiyati sahabati rasulillahi ajma'in wa anna wa fihi bi rahmatika ya arhamar rahimin. اللهم اعز الاسلام والمسلمين، اللهم اعز الاسلام والمسلمين، اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين وانصر جيوش المسلمين ودمر اعداءك اعداء الدين واصلح من في صلاحه صلاح الاسلام والمسلمين واهلك من في هلاكه صلاح الاسلام والمسلمين واغفر اللهم للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات انك سميع كريم تجيب الدعوات. اللهم لا تدع لنا في هذا المقام الكريم ذنبا الا غفرته، ولا هما الا فرجته، ولا دينا الا قضيته، ولا مريضا الا شفيته، ولا ميتا الا رحمته، ولا ضالا الا هديته، ولا مبتلا الا عافيته، ولا عسيرا الا يسرته، ولا حاجه من